tumekuja, mwenzangu ataongea zaidi, mimi nitaongea kwa kifupi sana. Tumekuja kwanza kutoa shukrani kwa ajili ya uchaguzi wa 2025, yeye ataongelea zaidi. Lakini vile vile katika ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi na hasa sisi UWT tulikuwa tumesema tuangalie wanawake katika masuala ya kiuchumi, wanawake wapate mikopo na vile vile wajiwezeshe kiuchumi, kwa sababu tunafahamu kabisa mwanamke ndio nguzo ya familia, na mwanamke akiwa na uchumi mzuri hata taifa zima linaboreka, familia nzima, watoto, baba wote wanakaa vizuri. Kwa hivyo ilani ya chama imejielekeza hapo. Na sasa hivi tuko kwenye utekelezaji wa ilani takriban miezi 9 hivi. Kwa hivyo tukasema tuje tuangalie tunaendeleaje kwenye hasa uchumi wa wanawake na vile vile makundi maalum kama vijana pamoja na watu wenye ulemavu. Kwa hivyo tumeweza kutembelea vikundi, na hapa Nkasi tumetembelea vikundi viwili na tumeona maendeleo sio mabaya. Japokuwa tunaona kwamba inatakiwa iongezeke mikopo na ule urasimu upungue. Kwa sababu ndio kitu ambacho tumekigundua kwamba katika kuomba mikopo vikundi, kuandikisha vikundi kunachelewa, kuandikisha mikopo kunachelewa, na baada ya mradi wako kukubaliwa bado kuna muda mrefu sana benki wanachukua kabla hawajakupa mkopo. Kwa hiyo mambo ambayo tutayafanyia kazi hata kwenye ngazi ya taifa tuweze kurekebisha ili kusudi muweze kupata uwezeshwaji wa kiuchumi zaidi. Kwa sababu hii mikopo inatakiwa itolewe na irejeshwe halmashauri ili na watu wengine waweze kupata, ili kusudi kila mtu aweze kufanya shughuli za kiuchumi katika eneo lake. Lakini jambo jingine ni amani na utulivu. Nchi yetu imepitia matatizo kidogo wakati wa uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Kwa hivyo tunaendelea kusisitiza kwamba sisi ndio wanawake na sisi ndio wenye familia, na kama tutaielewa vizuri umuhimu wa amani na utulivu, ndio tunaweza kupata maendeleo.